Kwenye maisha ya imani, watu wanachagua. Kuna watu wanachagua imani katika mambo madogo na changamoto ndogo. Kwa sababu wao kwenye akili zao, Mungu wao ni wa vitu vidogo vidogo. Kuna watu wameamua kwa makusudi kabisa, bila kujali changamoto na hali yake ya kiuchumi alionayo, umaarufu wake, mambo makubwa na changamoto kubwa kubwa, majitu makubwa, milima ya kutisha. Kwa sababu wanaamini sio kwa nguvu, bali ni kwa uwezo wa Mungu wa mbinguni. Ana uwezo wa kukabiliana na changamoto lolote lilo mbele yake. Imani hii ndio imani unapaswa uige katika somo la wiki hii. Jifunze kuwa na nguvu ya imani ya maazimio. Watu wengi wanaamini lakini hawajaazimia kutoka moyoni. Naye Danieli aliazimia kutoka moyoni. Hata jitia unajisi na chakula cha mfalme. Na Danieli alishinda. Walipokuja kupimwa IQ yao, alikuwa mara 10 ya wasomi wote. Kwa nini? Kuna nguvu kubwa katika kuazimia, tena maazimio yako ukiwa na Mungu. Huyu anaitwa Kalebu, aliazimia kutoka moyoni kabisa kumiliki changamoto kubwa kubwa na kuzishinda akiwa na Mungu. Na alimiliki eneo lote la milima, na yale majitu yenye kutisha na nguvu yalikimbia kabisa. Maana akiwa na Mungu, moyoni mwake amejitoa kwa Mungu kabisa, vijitu vyote vilikuwa kama panzi machoni pake. Kwa maana macho ya mtu mwenye Mungu, kila changamoto ni panzi kwenye macho hayo. Macho ya mtu asiye na Mungu, mwenye wasiwasi na kumtilia shaka Mungu, kila changamoto kwake ni jitu kubwa, na yeye kwake anajiona ni panzi. Iga hii kitu ya Kalebu, itakusaidia sana.